Karibu katika Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Martha Saranga. Katika Amka na BBC asubuhi hii, baraza la wataalamu wa kidini la Iran la mtangaza Mojtaba Khamenei kuwa kiongozi mkuu mpya, nafasi yenye mamlaka makubwa zaidi ya kisiasa na kidini. Mamlaka nchini Kenya zasema watu 42 wafariki dunia kufuatia mvua kubwa na mafuriko. Kuna watu ambao mpaka sasa wamepotea, hali za kuwatafuta bado zinaendelea. Kuna wale ambao tayari wamepatikana, wamepelekwa katika vituo vya afya. Athari ni nyingi. Na tunadadisi mabadiliko ya uongozi nchini Iran yana athari gani kwa usalama wa Mashariki ya Kati na uchumi wa dunia? Kuelekea mbele, nadhani itakuwa na athari kubwa katika kuleta ile hali ya utulivu ama hali ya kuendelea kwa vita hivi katika Mashariki ya Kati, na tunaona kwamba madhara haya yamekuwa pamoja ni makubwa sana, sio katika tu Mashariki ya Kati pamoja na dunia kwa ujumla. Kwanza muktasari wa habari za dunia na Florian Kaijage. Asante Martha Saranga. Baraza la wataalamu la Irani limemchagua Mojtaba Khamenei mwenye umri wa miaka 56 kumrithi baba yake kuwa kiongozi mkuu wa nchi hiyo. Likitangaza uamuzi wake, baraza hilo ambalo linaundwa na viongozi wa kidini limetoa wito kwa watu wa Irani kuendelea kuwa na umoja na kuahidi utii wao kwa kiongozi huyo mpya. Mkuu wa usalama wa Iran Ali Larijani amelishukuru bunge kwa kumchagua mrithi wa Khamenei licha ya vitisho vya kulishambulia kwa mabomu. Ali Khamenei aliuawa katika siku ya kwanza ya vita vilivyoanzishwa na Marekani na Israel. Rais Trump ameonya kuwa kiongozi huyo mpya hatadumu kwa muda mrefu ikiwa Tehran haitapata kibali chake kwanza, huku Israeli ikisema italenga kumuua pamoja na waliomchagua. Bei ya mafuta ghafi imepanda na kupita dola za Marekani 100 kwa pipa baada ya uzalishaji wa nishati katika Mashariki ya Kati kupunguza uzalishaji kutokana na vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Esther Luambano na maelezo kamili. Mafuta ghafi yenye alama ya kimataifa yamepanda kwa 18%, wakati yale ya alama ya Marekani maarufu kama WTI yakiongezeka kwa takriban 20%. Kiwango hicho cha ongezeko la bei hakijashuhudiwa tangu Urusi ilipoanzisha uvamizi wake kamili dhidi ya Ukraine mwaka 2022. Rais wa Marekani Donald Trump amesema ongezeko hilo ni la muda tu. Wafanyabiashara wana wasiwasi kwamba usambazaji wa mafuta umetatizwa na kufungwa kwa mlango bahari wa Hormuz, ambayo ni njia muhimu ya kusafirisha mafuta nje ya nchi. Kuna ripoti za mapigano yanayohusisha wanajeshi wa Israel katika eneo la mpaka wa mashariki mwa Lebanon. Shirika la habari la kitaifa la Lebanon limesema wanajeshi wa Israel walikuwa wametua kwa helikopta kwenye safu za milima ya mashariki, nao walikuwa wakijaribu kusonga mbele. Kundi la wanamgambo linaloungwa mkono na Iran la Hezbollah lilidai limedungua moja ya helikopta hizo, lakini hilo halijathibitishwa. Awali waziri wa mambo ya nje wa Lebanon alishutumu Hezbollah kwa kuingiza nchi hiyo katika vita ambavyo haihusiani navyo na kusisitiza kuwa inapaswa kusalimisha silaha zake mara moja. Takriban watu 400 wameuawa nchini Lebanon tangu kuanza kwa mapigano kati ya Hezbollah na Israel Jumatatu iliyopita. Na wafuasi wa msanii wa muziki wa kufoka pia meya wa zamani wa Kathmandu Balendra Shah wamejitokeza barabarani kushangilia ushindi wa kihistoria wa chama chake cha Rashtriya Swatantra LSP. Matokeo ya mwisho bado hayajatangazwa, lakini ni dhahiri kuwa chama cha LSP kimeshinda 1-1. Katika shamra hizo, baadhi ya wafuasi wanagonga kengele ambayo ni alama ya chama cha LSP. Hii ni BBC. Muktasari wa habari za dunia umewasilishwa na Florian Kaijage. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Matangazo haya yanasikika kupitia Capital FM na Radio 1 nchini Tanzania, Voice of Karamoja nchini Uganda, Nyota FM mjini Bungoma, Kenya, na Radio Muungano Beni katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Pia unaweza kusikiliza matangazo haya kwenye mtandao wetu bbcswahili.com ama kwenye ukurasa wetu wa Facebook BBC Swahili. Mimi ni Martha Saranga. Baraza la wataalamu la nchini Iran limemchagua Mojtaba Khamenei kuwa kiongozi mkuu mpya wa nchi hiyo, akimrithi baba yake Ayatollah Ali Khamenei. Katika tangazo lake, baraza hilo ambalo linaundwa na viongozi wa kidini pekee liliwataka wananchi wa Iran kuendelea kuwa wamoja na kuendelea kutii
kiongozi huyo mpya. Mkuu wa usalama wa Iran, Ali Larijani, alilishukuru baraza hilo kwa kumchagua mrithi wa Ali Khamenei licha ya vitisho vya kushambuliwa kwa mabomu. Esther Luambano na maelezo zaidi. Ayatollah Mujtaba Khamenei ametangazwa kuwa kiongozi mpya wa Iran ikiwa ni siku 9 baada ya mashambulizi ya Marekani na Israel kumuua baba yake Ayatollah Ali Khamenei na kulitumbukiza eneo la Mashariki ya Kati katika vita. Serikali ya kidini ya Iran kupitia baraza la wataalam lilikutana ili kuchagua kiongozi wao mpya. Mujtaba Khamenei mwenye umri wa miaka 56 ameteuliwa kuwa kiongozi wa 3 wa mfumo mtakatifu wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kwa msingi wa kura ya maamuzi ya wawakilishi waheshimiwa wa baraza la wataalam. Mujtaba Khamenei amekuwa akiishi maisha ya siri sana na hajawahi kushika nafasi rasmi ya serikali nchini Iran. Hata hivyo, inaaminika kwamba kwa miaka kadhaa alikuwa mtu wa karibu sana na baba yake, akisimamia mipango yote ya baba yake. Rais wa Marekani Donald Trump alionya Jumapili kwamba kiongozi mkuu ajaye wa Iran hatadumu kwa muda mrefu kama atakaa hapo bila idhini yake. Naye waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth amesema Marekani iko tayari kwenda mbali kadri inavyohitajika ili kushinda vita dhidi ya Iran. Alisema Marekani inapigana ili kushinda na Rais Donald Trump ndiye atakayeweka masharti ya kujisalimisha kwa Iran. Hii ina maana kwamba tunapigana ili kushinda. Hii ina maana pia kwamba sisi ndio tunaweka masharti. Tunajua wakati ambapo hawataweza tena kuendelea kupigana, utafika wakati ambapo hawatakuwa na chaguo lingine isipokuwa kujisalimisha. Na mwisho wa siku Rais Donald Trump ndiye anayeweka masharti ya kujisalimisha kwao. It's President Trump who will set the terms of that. Wakati huo huo, jeshi la Marekani limesema mwanajeshi wa 7 amefariki kutokana na majeraha aliyoyapata katika shambulio la Iran nchini Saudi Arabia Jumapili iliyopita. Ni taarifa yake Esther Luambano. Mamlaka nchini Kenya zinasema watu 42 wamefariki dunia kufuatia mvua kubwa na mafuriko. Wafanyakazi wa misaada walionekana mapema Jumamosi wakivuta miili kutoka kwenye maeneo yaliyokumbwa na mafuriko katika jiji kuu la Nairobi kufuatia athari za mvua hizo. Mvua kubwa zilizonyesha zilisomba makumi ya magari, kusababisha baadhi ya nyumba kujaa maji na kutatiza safari za ndege katika uwanja mkubwa zaidi wa ndege Afrika Mashariki wa Jomo Kenyatta. Nilizungumza na Mohamed Rajab, afisa aliyeshiriki shughuli za uokoaji jijini Nairobi. Kaunti 23 wameweza kuripoti mafuriko katika maeneo yao. Mpaka sasa naweza kusema kuna sehemu nyingi ambazo zimeathirika, mabarabara kuathirika na kuharibiwa. Kuna mashule ambao wameweza kufurika. Kuna watu wengi wameweza kuathirika, takriban familia 11,000. Kama familia 5,000 wameweza kukosa makao kwa sababu ya uharibifu katika maeneo wanayoishi. Kuna watu ambao mpaka sasa wamepotea, hali za kuwatafuta bado zinaendelea. Kuna wale ambao tayari wamepatikana na wamepelekwa katika vituo vya afya. Athari ni nyingi. Pengine mamlaka ya hali ya hewa inasema vipi? Mvua bado inatarajiwa? Huu ni msimu wa mvua, hii ndio mwanzo wa mvua kuanza. Tulikuwa na ukame kabla ya hii mvua, sehemu nyingi zilikuwa zimeathirika na ukame, na hii mvua itaendelea. Tunatarajia iendelee hadi mwezi wa 5, lakini kulingana na watabiri wa hali ya hewa, hii mvua bado itaendelea. Tumesikia kuhusu vikosi vyenu vya Aqua Rescue vilivyoko Nairobi na maeneo mengine. Mnakumbana na changamoto zipi kuu mnapojaribu kuwafikia watu waliokwama kwenye mafuriko? Kwanza kabisa tunaenda kuokoa watu katika maji ambayo yanaenda kwa kasi. Hiyo ni changamoto moja. Pia changamoto ni kuwa wakati unaenda kuokoa mtu na ni usiku, kuna giza, hata ile kuona unapata shida kuona mahali hawa watu wako. Kwa hivyo inakuwa ni changamoto zaidi kwa sababu maji hakuna kasi na pia ni giza, huoni vizuri, na pia watu kukataa kutoka kwa magari kwa sababu gari ya thamani wanasema hawawezi kuacha magari yao. Mnashirikiana vipi na serikali kuu na zile za kaunti kuhakikisha kwamba huduma za dharura zinawafikia watu kwa haraka? Tunafanya kazi kwa karibu sana na serikali kuu na serikali za kaunti. Kuna zile kamati ambazo zimeundwa. Kuna kamati ya the National Committee zile ambao kuna idara zote za serikali hapo ndani, special programs ziko hapo. Idara ya afya inaweza kushughulikia masuala ya afya, kuhakikisha kwa madawa imefika. Kama ni mambo na vyakula, special program wanashughulika. Mambo na evacuation, Kenya Red Cross. Kwa hivyo kuna kamati kuu na kuna kamati zile za kaunti. Ni Mohamed Rajab akihitimisha mazungumzo nami.
Kadri dunia inavyoadhimisha siku ya kimataifa ya wanawake, kaunti ya Kilifi nchini Kenya inakabiliwa na kiwango cha 45% cha ukatili wa kingono au wa kimwili, pamoja na changamoto za mimba za utotoni, upatikanaji mdogo wa elimu na matatizo ya kiuchumi. Sasa wakati wa maadhimisho ya siku hiyo, changamoto kuu zimemulikwa ili kushughulikiwa, ikiwa ni pamoja na ndoa za utotoni na huduma duni